tuianze ibada hii, ibada ya Ijumaa Kuu, ibada ambayo ni siku ya kukumbuka kuteswa mpaka kufa kwa Mwokozi wetu Yesu Kristo aliyekufa kwa ajili ya dhambi zetu. Na tuianze ibada hii kwa jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Tutashirikiana kusoma Zaburi ya 22 mstari wa kwanza hata ule wa 4. Tutasoma kwa kupokezana. Zaburi ya 22 mstari wa kwanza hata ule wa 4. Tutasoma kwa kupokezana. Mungu wangu, Mungu wangu, mbona umeniacha? Mbona umbali na wokovu wangu na maneno ya kuugua kwangu? Mungu wangu, naliacha lakini ujibu, na wakati wa usiku lakini sipati raha. Na wewe mtakatifu uketie juu ya sifa za Israeli. Baba zetu walitumaini wewe, walitumaini na wewe ukawaokoa. Amen. Tafadhali washarika tukae. Nakaribisha kwaya ya wanawake wataimba. Baada ya hapo kwaya kuu tapokea. Karibuni kwaya ya wanawake sasa. Wow.
sana waimbaji, tuungane nao tukiimba wimbo namba 91, ni damu idondokayo. Mungu wa neema umetupa akili ili tukujue wewe, mioyo ili tukupende wewe, na sauti ili tuimbe sifa zako. Twakuomba utujaze na Roho Mtakatifu wako ili tuweze kuadhimisha utukufu wako na kukuabudu katika roho na kweli. Kwa Yesu Kristo Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Bwana Mungu wetu yupo hapa, yupo pamoja nasi. Tumsujudie, tumche na tumsikie jinsi anavyotufundisha katika neno lake akisema, mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa akili zako zote na kwa nguvu zako zote, na umpende na jirani yako kama nafsi yako. Msaada wetu ni katika jina la Bwana. Tukisema kwamba hatuna dhambi tunadanganya wenyewe, wala kweli haimo mwetu. Tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki, hata tuondolee dhambi zetu na kutusafisha na udhalimu wote. Kwa hiyo wapendwa katika Bwana, tufungue mioyo yetu, tumungamie Mungu dhambi zetu, hali tukiwa tumesimama, lakini ndani ya mioyo yetu tujinyenyekeze mbele za Mungu wetu. Tutatumia ungamo lile la kwanza katika vitabu vya Tumwabudu Mungu wetu. Mungu wapendwa watu wa Mungu wa usharika huu wa Bunjubili, ungamo hili likiwa ni la kweli na mkitaka kwa moyo wote msamaha wa dhambi kwa ajili ya Yesu Kristo, basi kwa nguvu ya neno lake na kwa agizo la Bwana wetu Yesu Kristo, ninawatangazia ya kuwa Mungu kwa neema yake ametusamehe dhambi zetu zote. Kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen.
Mungu siku ya kukumbuka kufa kwake Mwokozi wetu Yesu Kristo, ukurasa wa 287. Kwa jina la Yesu kila magoti lipigwe. Yeah.
Leo ni siku ya Ijumaa Kuu, siku ya kukumbuka kufa kwa Yesu Kristo. Haya siku inasema hivi: alijeruhiwa kwa makosa yetu, alichubuliwa kwa maovu yetu, adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake, na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Na tuombe. Bwana Mungu Baba wa mbinguni, hukumhurumia mwanao pekee, bali umemtoa kwa ajili yetu sisi, aichukue dhambi ya ulimwengu wote. Utujalie neema ya kumtegemea kweli na kupokea msamaha wa dhambi na ukombozi kutoka mauti ya milele, kwa Yesu Kristo mwana wako na Bwana wetu. Amen. Tusikie somo la kwanza litakalosomwa na mzee aliyeandaliwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Nitasoma Zekaria 13. Zekaria, Agano la Kale. Zekaria mlango wa 13 mstari wa 7 mpaka wa 9. Zekaria 13 mlango wa 13 mstari wa 7 mpaka wa 9, na maneno ya Mungu yanasema: Amka, upanga, juu ya mchungaji wangu na juu ya mtu aliye mwenzangu, asema Bwana wa majeshi. Mpige mchungaji, nao kondoo watatawanyika, nami nitaugeuza mkono wangu juu ya wadogo. Hata itakuwa ya kwamba katika nchi yote mafungu mawili yatakatiliwa mbali, nao watakatifu, asema Bwana, lakini fungu la tatu litabaki humo. Mstari wa 9, nami nitalileta fungu lile la tatu na kulipitisha kati ya moto, nami nitawasafisha kama fedha isafishavyo, nami nitawajaribu kama dhahabu ijaribiwavyo. Wataliitia jina langu, nami nitawasikia. Mimi nitasema, watu hawa ndio wangu, nao watasema, Bwana ndiye Mungu wangu. Amen. Na hili ndilo neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Neno la Mungu ni taa na mwanga wa njia zetu, basi na ikatumulikie mahali popote pale tutakapokuwa. Amen. Chini ya mti wenye uchungu ndipo nipatapo usafi, mara kwa damu aliosha Yesu mwana wa Mungu, Bwana Yesu mwana wa Mungu, mwana wa Mungu, Yesu Mwokozi wangu. Niliponya alipowa kwa Yesu mwana wa Mungu. Tukiri pamoja imani yetu ya Kikristo inayotuunganisha sisi na Wakristo wenzetu katika ulimwengu wote, imani ile ya mitume. Na mwamini Mungu Baba Mwenyezi, Muumba wa mbingu na nchi, na mwamini Yesu Kristo mwana wake wa pekee, Bwana wetu, aliyechukuliwa mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, akazaliwa na Bikira Mariamu, akateswa zamani za Pontio Pilato, akasulubiwa, akafa, akazikwa, akashuka kuzimu, siku ya tatu akatoka kutoka wafu, akapaa mbinguni, ameketi mkono wa kuume wa Mungu Baba Mwenyezi. Kutoka huko atakuja kuwahukumu walio hai na wafu. Na mwamini Roho Mtakatifu, kanisa takatifu la Kikristo lililo moja tu, ushirika wa takatifu, ondoleo la dhambi, kufufuliwa kwa mwili na uzima wa milele. Amen. Tafadhali washirika tukae. Bwana Yesu asifiwe. Bwana apewe sifa. Tunawasalimu katika jina la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo.
aliyetupa neema ya kuiona Ijumaa Kuu kwa mwaka huu 2025. Kwa hiyo tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu. Wapo wengi tulioanza nao mwaka huu, wengine wapo ni wagonjwa, lakini wengine hawapo. Mimi na wewe tumepata neema ya kuwepo hata katika ibada hii ya leo. Tunamshukuru Mungu kwamba pia amekuwa pamoja nasi tangu asubuhi, na asante Mungu kwamba ametuleta tena kwa ajili ya ibada hii. Mungu atubariki sisi sote. Amen. Amen, amen. Tunawakaribisha sana katika hii ibada. Basi wakati huu tutakuwa tunaimba wimbo 95, namba 95, beti la kwanza na la pili. Bwana Yesu asifiwe. Nitasoma Injili ya Luka mtakatifu mlango wa 23 mstari wa 34. Luka mtakatifu 23:34 inasema, Yesu akasema, Baba, uwasamehe kwa kuwa hawajui watendalo. Wakagawa mavazi yake wakipiga kura. Amen. Luka 23 mstari wa 43 na 44. Yesu akawaambia, Amin nakuambia, leo hivi utakuwa pamoja nami peponi. Hapo ilikuwa yapata saa 6, kukawa giza juu ya nchi yote hata saa 9. Amen.
Injili ya Yohana Mtakatifu sura ile ya 19 mstari wa 26 hadi ule wa 27. Yohana Mtakatifu 19 mstari wa 26 mpaka ule wa 27. Basi Yesu alipomwona mama yake na yule mwanafunzi aliyempenda amesimama karibu, alimwambia mama yake, "Mama, tazama mwanao." Kisha akamwambia yule mwanafunzi, "Tazama mama yako." Na tangu saa ile mwanafunzi yule akamchukua nyumbani kwake. Tasoma Mathayo 27 mstari ule wa 46. Neno la Mungu linasema, "Na kama saa 9 Yesu akapaza sauti yake kwa nguvu akisema, Eloi, Eloi, lama sabakitani?" Yaani, Mungu wangu, mbona umeniacha? Tutasoma Yohana Mtakatifu 19 mstari wa 30. Basi Yesu alipokwisha kuipokea ile siki, alisema, "Imekwisha." Akainama kichwa, akaisalimu roho yake. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Nitasoma neno katika kitabu cha Yohana Mtakatifu sura ya 19 mstari wa 28, nao unasema, "Baada ya hayo Yesu, hali akijua ya kuwa yote yamekwisha kumalizika, ili andiko litimizwe, akasema, naona kiu." Amen. Bwana Yesu Ma
Nitasoma Luka mlango wa 23 mstari wa 46. Luka 23 mstari wa 46. Nao unasema, Yesu akalia kwa sauti kuu akasema, Ee Baba, mikononi mwako naiweka roho yangu. Amen. Amen. Ee Baba, mikononi mwako naiweka roho yangu. Baba, mikononi mwako naiweka roho yangu. Imekwisha. Damu ya Yesu inanena mema. Yeah.
mmoja amshukuru Mungu. Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu, Mungu uliyetupenda kwanza na unaendelea kulionyesha pendo lako kwetu. Ulitupenda kwanza, tena ulitupenda upya. Angekuwa mwanadamu angeamua kuadhibu dunia, angekuwa mwanadamu angeamua kuadhibu, lakini Mungu kwa huruma zako na rehema zako ulituhurumia Jehova, ukatufikiria sana, ukatuwazia sana, ukasema ni mtume nani aende, ukasema ni mtume nani aende akakomboe, ukasema ni mtume nani aende akaokoe, ukasema ni mtume nani aende akatafute kile cha thamani kilichopotea. Na mwanao Yesu Kristo akawa ni wa kwanza kukubali kuondoka, akaacha enzi, akaacha utukufu, akaja duniani ili amuokoe, ili atafute kile kilichopotea. Wa kwanza wao nikiwa ni mimi, wa kwanza wao tukiwa na sisi. Mungu Baba, asante kwa upendo wako, asante kwa kutupenda Jehova, asante kwa kutupenda jinsi tulivyo, asante kwa kutupenda Mungu, maana unatuona ni watamani japokuwa tukae mbele zako, bado unaendelea kutuona ni watamani, bado unaendelea kutupa thamani, bado unaendelea kutupa heshima ya kwako Mungu. Japo wewe Mungu ndio ulipaswa kuheshimiwa nasi, lakini kila mmoja aliondoka alikimbia akageukia njia yake mwenyewe. Kwa kama za pendo lako Mungu lituvuta, tunasema asante Jehova. Umetuita kwa majina yetu, umetukusanya Jehova kutoka pande zote, umetuleta Mungu katika kanisa lako, umetuleta Mungu madhabahuni pako, umetuleta Jehova ili tuhudumie, umetuleta Jehova ili tukumbushe yamkini tumejisahau kwamba ni kwa nini ulikufa, ni kisa gani kilichokufanya ufe, ni kwa sababu gani ulikufa. Yamkini tumejisahau Mungu, ndio maana umetupata leo ya kukusanya ili tuambie, ili tukumbushe, ili turudishe kwenye mstari, ili turudishe kwenye njia. Tunakushukuru Jehova. Asante kwa kutukubali tena watoto wako. Asante kwa kutufanya kwa watoto wako wote. Asante kwa kutupatia na kutukumbatia. Kama jana na mpotevu Mungu tulipotea, ukatukusanya umetuleta Jehova. Tunakushukuru Mungu. Asante kwa ile Jumatatu ya mwaka 2025. Hakuna aliyejua ulipokuwa tukiona ndugu zetu wanaondoka, ulipokuwa tukiona ndugu zetu wanaondoka Mwokozi wetu Yesu Kristo alivyowaokoa. Wengine waliondoka bila kuugua, wengine walikufa kwa ajali, wengine walikufa kwa magonjwa, wengine walikufa usingizini, lakini Mungu sisi ni nani? Watu umetupa hili. Asante Mungu kwa kutusaidia. Asante maana umetufanya tustahili mbele zako. Mungu tunashukuru jina lako. Tunaendelea kujitoa ndani ya damu yako Yesu Kristo inayomeya. Damu isiyoharibika isiyochakaa. Ikaendelea kunena mema kwa watu wapya ya maisha tunaokwenda kuianza sasa. Baada ya kipindi cha Kwaresima na baada ya siku ya leo Mungu ulipotukumbusha siku ile ambayo imebeba ukombozi, siku ambayo imebeba historia ya ukombozi wetu. Mungu tunaomba utembee na sisi. Uso wako Mungu uende pamoja nasi. Pasipo wewe hatuwezi kwenda, pasipo wewe hatuwezi chochote. Mungu tunaomba uwe pamoja nasi, uwe upande wetu, maana wewe ni Emmanuel, Mungu pamoja nasi, Mungu pamoja na wanabunzi, Mungu pamoja na familia yako ya Bunzi ulioitafuta na kuinunua kwa damu ya thamani sana. Enda pamoja nasi Mungu, uso wako Jehova uende pamoja nasi, katika jina la Yesu. Sema nasi pia kupitia neno lako, katika jina la Yesu. Baba tumeomba na kushukuru, amen. Sioni haya Sana
hata akamtoa mwana wake wa pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Amen. Neno la Mungu tunalipata kutoka katika kitabu cha Injili ya Luka mtakatifu mlango wa 23 mstari wa 44 hata ule wa 49. Injili kama ilivyoandikwa na Luka mtakatifu mlango wa 23 mstari wa 44 hata ule wa 49. Neno la Mungu ambalo tumepewa na viongozi waandaaji wa kalenda kwa mwaka wa 2025 familia kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania ni kutoka katika Injili kama ilivyoandikwa na Luka mtakatifu mlango wa 23 mstari wa 44 hata ule wa 49. Nitasoma katika jina la Bwana. Hapo ilikuwa yapata saa 6, kulikuwa giza juu ya nchi yote hata saa 9. Jua limepungua nuru yake. Pazia la hekalu lilipasuka katikati. Yesu akalia kwa sauti kuu akisema, Ee Baba, mkononi mwako naiweka roho yangu. Alipokwisha kusema hayo, alikata roho. Yule akida alipoona aliyotukia, akamtukuza Mungu akisema, hakika yake mtu huyu alikuwa mwenye haki. Na makutano yote ya watu waliokuwa wamekutanika kutazama mambo hayo, walipoona yaliyotendeka, wakaenda zao kwao, wakajipiga vifua vyao. Na wote waliojuana naye na wale wanawake walioandamana naye toka Galilaya wakasimama kwa mbali wakitazama mambo hayo. Amen. Tafadhali washirika tukae. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Tena katika jina la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo aliyetupa neema ya kuwepo siku ya leo, Ijumaa Kuu ya leo. Tupo ni kwa neema ya Mungu. Tuliopo tupo kwa neema ya Mungu. Si kwamba tumestahili sana. Si kwamba tumembariki Mungu. Akituangalia na maisha yetu na mienendo yetu na maadili yetu, anatuona kwamba ni wa thamani. Kwa hiyo ametustahilisha kuwepo siku ya leo. Asubuhi nilisema kuna ambao ni wagonjwa, lakini kuna wengine wako kule mochwari. Wamenuna, wamekasirika kweli kweli, hawajui watacheka lini. Lakini mimi na wewe tupo. Tumestahilishwa kustahili pasipo si wenyewe kustahilishwa. Bwana asifiwe. Tunamshukuru Mungu, ameendelea kutuhudumia tangu ibada ile ya asubuhi. Tumemwona Mungu akifanya, tumemwona Mungu akitenda, tumemsikia Mungu akisema, tumemsikia Roho Mtakatifu akisema na sisi. Lakini Mungu ametupa neema ya kuwepo tena kwenye ibada hii ya mchana, ambao katika Ijumaa hii kuu kwa mwaka 2024 ni Ijumaa kuu ya mwisho kwa mwaka huu. Mwakani itakuwa ni mwaka mwingine tena. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu kwamba ameendelea kutukusanya na kutuleta ili atufundishe. Leo ni siku ya Ijumaa Kuu. Ijumaa Kuu ni siku ambayo ni ya tofauti. Sio ya kawaida. Sio ya kawaida kama unavyodhani. Kwamba utahesabu siku kutoka Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Ijumaa. Sio ya kawaida. Na tumekuwa na Ijumaa nyingi kutoka Januari mpaka Disemba, miaka yote uliozaliwa ukaishi. Na katika kila mwezi, na katika kila wiki, na miezi yote 12 tumekuwa na Ijumaa nyingi. Na miaka yote inategemea una umri wa miaka gani sasa hivi. Umeshaona Ijumaa ni nyingi sana. Lakini Ijumaa ambayo tunaambiwa leo kwamba ni Ijumaa Kuu, ni Ijumaa Kuu kwa sababu gani? Ni Ijumaa Kuu kwa sababu Ijumaa hii kuu imebeba historia ya ukombozi wetu. Imebeba historia ya Mungu
jinsi alivyotuona kwamba tumepotea, kila mmoja amegeukia njia yake, kila mmoja ameenda mahali ambapo ameona panafaa, lakini Mungu kwa huruma zake akaamua kufanya mpango mahususi, mpango maalum wa kumwokoa mwanadamu. Tunaambiwa kwamba Mungu aliamua kuitisha kikao. Wakati huu tungesema baraza la wazee au mkutano mkuu. Kumbe vikao havikuanza sasa, wala hatujaanza sisi. Mkisikia kama Jumapili tuna kikao cha baraza au Jumapili tuna kikao cha utendaji, kamati ya utendaji, vikundi nao watasema Jumapili tuna mkutano mkuu wa kikundi wa kwaya. Sasa hatukuanza sisi. Mungu alianza kuitisha vikao, kuitisha mkutano mkuu. Ule mkutano ulikuwa na ajenda maalum, ajenda muhimu. Na ajenda hiyo ilikuwa Mungu alitamani kumkomboa mwanadamu. Mungu alitamani kumtoa mwanadamu kutoka katika mikono ya yule adui na kumrudisha kwake. Mungu alitamani kukiondoa kile kiambaza kilichokuwa kimemtenga yeye na mwanadamu. Tunaona kwamba aliitisha kikao, na wajumbe wa kikao wanaohusika na kikao kile waliitika wito, wakaja kwenye kikao. Na walipofika, kikao kikafunguliwa, ajenda ikawekwa mezani na ajenda ikatangazwa. Ajenda maalum au muhimu mahususi ilikuwa ni kumkomboa mwanadamu. Sasa Mungu alikwenda katikati ya ule mkutano, alikwenda katikati ya wale wajumbe akiwa na swali moja tu, kwamba ni mtume nani aende? Ni mtume nani akawaokoe wale watu? Ni mtume nani akamuokoe yule aliyechanganyikiwa na maisha, amevurugwa na maisha duniani kule? Ni mtume nani? Na katika kikao kile malaika walikuwepo. Katika kikao kile wazee 24 wanaosema wastahili Mungu kupokea utukufu walikuwepo. Lakini ilipokuja ile ajenda mezani, lilipokuja lile swali, akauliza, tunaambiwa kwamba ukumbi wote ulinyamaza kimya. Wajumbe wote walinyamaza kimya. Hata wale wanaozunguka masaa yote wakimwambia Mungu unastahili wewe, kwa wakati ule walinyamaza kimya. Lakini tunaambiwa ilitoka sauti moja, sauti ya upole, sauti ya upendo. Hii sauti ilikuwa ni ya mwana pekee wa Mungu. Alisimama akamjibu baba yake akasema, mimi nitakwenda, mimi niko tayari kwenda. Ni heri mimi nife, wale ndugu zangu waokolewe. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwana wake wa pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima milele. Kwa hiyo tunaona kwa upendo wa Mungu na mwanae, kwa sababu ni nafsi ya pili ya Mungu, naye alikuwa na huo upendo, akawa tayari kuondoka, akawa tayari kuacha enzi, akawa tayari kuanza safari ya kukuja kukutafuta wewe, mtu wa thamani, kitu cha thamani uliyepotea. Bwana asifiwe. Bwana apewe sifa. Hii ni historia ya ukombozi. Ijumaa hii pia ukiangalia imebeba heshima ya Mungu. Sisi ni mashahidi. Ijumaa zote muda kama huu tuko kazini, wengine ndio wanakuwa wanatoka kazini. Lakini Ijumaa ya leo uko hapa kwa kumheshimu Mungu, uko hapa kwa kuheshimu pendo la Mungu, uko hapa kwa kuheshimu mawazo ya Mungu na mpango mahususi alioandaa kwa ajili ya ukombozi wa mwanadamu. Umetambua hilo, uko hapa. Bwana asifiwe. Hata viongozi wa nchi wameliheshimu hili, ndio maana wakaruhusu hata ofisi zifungwe zote leo. Watu mje mwabudu Mungu, watu mje mwabudu Mungu aliyewaita kila mtu na kumvuta kwa kamba za pendo lake. Ndio maana tuko hapa. Bwana asifiwe. Na wengine hata mabosi wamenyosha mikono juu wakasalenda, waweheshimu hii siku, wakasema fungeni ofisi, tukutane mapema Jumanne, nendeni mkapumzike, nendeni mkuabudu. Wametoa hiyo ruhusa kwa sababu wanajua mnakumbuka kuzaliwa kwa mkombozi wenu Yesu Kristo, lazima mwepo madhabahuni. Kwa hiyo tunaona hata wale mabosi walioko kwenye maofisi kule wameheshimu siku ya leo. Kwa kumheshimu Mungu wameruhusu. Kwa kumheshimu Mungu hawajakupangia majukumu wewe leo. Kwa kumheshimu
Wamesema nenda kwa Mungu wako, kakutane na Mungu, kamwabudu Mungu, kamshukuru Mungu kwa zawadi ya ukombozi, kwa sababu ya history ambayo imebeba ukombozi wako. Na ndio maana tuko hapa. Bwana asifiwe. Kwa hiyo Yesu aliondoka, alikubali akaondoka. Biblia inatuambia alipofika huko hakuenda moja kwa moja msalabani. Alikuwa na mpango mkakati wa kwake. Alikuwa na ajenda za kwake alizoziandaa. Alisema watu wale ni lazima nikawahubirie kwanza. Maana si wamepotea. Maana si wamemwacha Mungu. Maana si kila mtu amegeukia njia yake. Ni lazima wasikie neno hawa watu. Ni lazima wahubirie kwanza. Ni lazima wafundishwe. Yesu alikuwa ni Mungu kweli na mwanadamu kweli. Wengine wangemchukulia kibinadamu, lakini tunaona bado kuna watu ambao walikuwa ni dhaifu, waliponywa kipindi kile. Walifunguliwa magonjwa ya kila aina. Huyu Yesu aliwafungua. Huyu Yesu aliwaponya. Aliponya magonjwa ya kila aina. Baada ya kazi sasa, na hiyo kazi alikuwa haiko peke yake. Alikuwa na marafiki zake ambao ni wanafunzi, ambao aliwachagua miongoni mwa wengi kwamba atumike pamoja nao, kwamba afanye kazi pamoja nao, kwamba atafute huyu mtu wa thamani aliyepotea pamoja nao. Lakini katika kuendelea kufanya kazi, Biblia inatuambia alikuwa akiwaambia wale marafiki zake wanafunzi, anawaambia tuko pamoja kwa wakati huu na bado kitambo kidogo hamtaniona. Aliwaambia hata kazi iliyomleta huko. Hakuwaficha, aliwaambia. Sasa inafika wakati fulani ambapo sasa muda huo umekwisha kuwadia wa yeye kuyatimiza mapenzi ya Mungu, wa yeye kutoa uhai wake kwa ajili ya watu wengine, wa yeye kutoa uhai wake kwa ajili ya mwanadamu aliyeasi. Aliwaambia wanafunzi wake, na wanafunzi wake wakawa na ile kumbukumbu. Kila wakati siku zinazokaribia, wanaanza kusononeka, wanafadhaika. Wanajiuliza itakuwaje sasa? Huyu bosi wetu, mwalimu wetu akiondoka itakuwaje sasa? Huyu kiongozi wetu akifa inakuwaje? Tunafanyaje? Lakini ukisoma katika ile Yohana 14 mstari wa kwanza, anagundua mawazo yao, anawaambia msifadhaike mioyoni mwenu, mnamwamini Mungu, niaminini na mimi. Bwana asifiwe. Bwana apewe sifa. Ijumaa Kuu imebeba history ya ukombozi wetu. Kwa tunaona kwamba Yesu anayakabili mateso, aliyakabili mateso, alikuwa tayari kujitoa, kuwa sadaka kwa ajili ya kukomboa ulimwengu, kuwa sadaka ya kukomboa ulimwengu wote, kuwa sadaka ya kuwakomboa wanadamu. Kwa hiyo tunaona kwamba kama tulivyosoma jana, tulikuwa tumepata neema ya kukumbuka kuanzisha kwa ushirika mtakatifu. Wale waliokuwepo walishuhudia hili tendo na walishiriki. Lakini pia tulikuwa tunaungana na Yesu Kristo aliyeanzisha hii sakramenti kwa siku ya jana ile. Na anasema kwamba mnikumbuke kila mtakapokunywa. Jana tumefanya hivi. Na alikuwa na wanafunzi wake. Sasa akiwa katika kula na wanafunzi wake kuumega mkate, akasema kwamba kati yenu mmoja atanisaliti. Kuna watu Yuda nimeona wanamuita CPA, na CPA akiwepo pale anasikilizia, tayari ameshafanya mpango ni jinsi gani atamkabidhi huyu Yesu kwa wale wakuu wa makuhani. Alishafanya mpango, anasikilizia lile jambo lake lifanikiwe. Lakini wakati mwingine tumekuwa tukimchukia Yuda asingefanya vile, ukombozi usingepatikana. Ilikuwa kusudi la Mungu pia. Bwana asifiwe. Ingawa anapewa na majina ya wasomi ni CPA, lakini alifanya jambo zuri la kwamba ukombozi upatikane. Lakini pia ukija kwa namna ya rohoni, sisi hatupasi kuwa wasaliti. Amen. Hatupasi kuwa wasaliti. Unapokuwa msaliti, unaweza kusababisha hatari kwenye maisha ya watu au katikati ya maisha ya watu. Usaliti wako unaweza kusababisha hata watu wakapigana, wakauana. Yeye yule alikuwa ni kumpata Yesu, na Yesu Mungu aliruhusu hilo ili ukombozi wa mwanadamu upatikane. Bwana asifiwe. Bwana apewe sifa. Tunaambiwa Yuda sasa alifika pale baadaye, kwanza akauliza, waliuliza wanafunzi kila mmoja baada ya mwingine kwamba je, ni mimi Bwana?
Hapana. Yeye nini Bwana? Ikafika kwa Yuda sasa, akamwambia wewe useme. Alipoambiwa tu hivyo wewe wasema, Yuda aliondoka. Ameondoka baadaye akarudi na kundi kubwa. Akarudi na jeshi kubwa la maadui ambao wamejifanya maadui kwa wakati huo ili wamkamate Yesu. Lakini pasipokujua kwamba kuna kusudi la Mungu linatimizwa pale. Na Yesu alikuwa tayari kujitoa sadaka, akashukuriwa. Akamwambia Yuda, fanya kilichokuleta. Rafiki, fanya ulichojia. Wakamchukua mwana wa Mungu akaondoka naye. Leo tunaona kwamba Yesu yuko msalabani kwenye somo ambalo tumesoma, na kwamba kulikuwa ni giza kuanzia saa 3 asubuhi ukisoma kwenye injili nyingine mpaka saa 9. Tunaambiwa kwamba Yesu alipaza sauti. Kuna mahali pengine Yesu alilia Eloi Eloi lama sabakitani. Maana yake ni nini? Mungu wangu, Mungu wangu, mbona umeniacha? Lakini wakati huo akasema, si kama nitakavyo mimi, mapenzi yako yatimizwe. Hayo aliomba takiwa kwenye maombi usiku ule Getsemani. Kwa hiyo Mungu alisimama ili kutimiza mpango wake wa kumwokoa mwanadamu. Angeweza kuzuia. Unajua Mungu ni mwenye huruma. Angeweza kuzuia baada ya kuona mwanae anapigwa, anasulubiwa, lakini makosa sio yake, dhambi sio yake, ni ya watu wengine. Lakini akamwacha kwamba alitimize kusudi lake. Kwa anasema ikafika wakati akapaza sauti baada ya mateso mengi, baada ya maumivu mengi, baada ya mapigo mengi, baada ya kutemewa mate na kupigwa sana, baada ya kuwekewa hata ile taji ya mimba mikubwa. Ile taji sio kwamba waliiengesha tu hivi kichwani, waliliweka ile taji la mimba mikubwa, wakachukua nyundo, wakaanza kubonda ile mimba iingie mpaka kule ndani ya ubongo. Hebu fikiria hayo maumivu. Lakini Yesu anakufa kwa sababu yako. Yesu alijeruhiwa kwa sababu yako. Yesu alichubuliwa kwa sababu yako. Yesu alichubuliwa na kujeruhiwa na kupigwa sana kwa sababu ya maisha ambayo wewe unaishi. Kumbe ni wakati wa kujua kwamba Yesu alikuja kwa ajili yako kwa sababu yako. Na kwa sababu yako Yesu alikufa ili akubadilishe wewe uendelee kuwa mtu wa thamani mbele za Mungu. Lakini ili akurudishe kwa baba yako, maana ulikuwa umepotea. Bwana Yesu asifiwe. Huyu Yesu anaendelea kututafuta mpaka leo. Sio tu wakati wa Ijumaa Kuu, mpaka leo, mpaka siku zote Yesu anatutafuta. Yesu anakutafuta maana anajua maisha unayoishi. Anajua mwenendo ambao unao. Hatamani upotee urudi kule Misri, hatamani. Na wewe ambaye unajijua, unaona kabisa uko Misri lakini hujajua kwamba uko Misri. Hujajua kwamba ni vibaya wewe kaendelea kubaki Misri. Umeendelea kubaki Misri. Sauti ya Yesu inaendelea kukuita leo. Tena inakuita kwa upole kwamba mwanangu njoo, nimejitoa kwa sadaka, nimejitoa kwa ajili yako. Yesu anakuita, Yesu anakutafuta. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ni lazima kwanza tuiheshimu hii siku, lakini tuheshimu ukombozi ambao Yesu aliuleta. Tutamani kuwa ndani ya wokovu ambao Yesu aliuleta. Tutamani kuishi kuwa Wakristo wazuri wenye barua ambayo ni barua inayosomeka, barua isiyo na utata, barua isiyo kuwa na maswali kwa watu wengine ambao wanakuzunguka, labda ni wa dini zingine. Labda wenyewe wanaishi maisha ya kwao. Hata kanisani wao ni kituo cha polisi. Hata ukimwambia aimbe kwaya sauti ya kwanza, ya pili, ya tano, ya ngapi hajui. Lakini wewe Mungu amekupa hiyo neema. Ufanyike kuwa barua inayosomeka, isiyo na utata, inayosomeka vizuri kwa wale watu, katikati ya wale watu wanaoendelea kuchanganyikiwa na maisha. Waambie kwamba neema ya Mungu bado ipo. Neema ya Mungu bado inawatafuta. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Tuko huru. Tunakumbuka leo kama tumeangalia hata kwenye aya ya siku, lakini kwenye antifoni na Zaburi kuna maelezo ya kwanza yanasema kwamba tunakumbuka. Ni siku ya kukumbuka. Yesu alishakufia na hati ya mashtaka yako ilishafutwa. Naenda kifua mbele, lakini ukijua tayari unaye huyu Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Usije kujifanya kwenda kifua mbele, Yesu bado umemwacha kule. Kama Yesu alipokung'ang'ania pale Kalvari, hata usiku ule alikesha kwa ajili yako. Alikesha wanafunzi aliowaamini kwamba watamsaidia kuomba, wakalala usingizi.
lakini yeye alikesha kwa ajili yako. Hebu mng'ang'anie huyu Yesu. Mng'ang'anie huyu Yesu ambaye alikuwa tayari kufanyika kuwa sadaka kwako. Alitoa uhai wake kwa ajili yako, lakini alipata aibu kwa ajili yako. Sasa huku niko Bunju, sijui nitoe mfano wa Mataya wapi. Nitoe mfano wa Mataya pale wazi. Tuchukue mfano wewe uliyekaa huko ndani. Yaani wewe ni mhalifu. Sijui ni kwenye kitongoji chako, sijui ni kwenye mtaa wako. Basi wananchi wenye hasira wanaamua kukubeba. Wanakuchukua wanakupeleka pale kwenye mataa ya wazo hilo. Wanakutundika pale jinsi ulivyo. Ili ungejisikiaje? Na bahati nzuri daladala zinapitaga pale na magari makubwa na madogo. Alafu wewe ndio umetundikwa pale, ungejisikiaje? Ungejisikiaje? Lakini tunaona Yesu hiyo aibu hakuiangalia. Alichoangalia ni ukombozi, alichoangalia ni kazi iliyomleta ili akupate wewe kitu cha thamani ambaye ulipotea akurudishe kwa Mungu. Ndio maana akaamua kuwa tayari kuibeba ile aibu, lakini ni kwa sababu yako. Ni upendo wa ajabu sana. Bwana Yesu asifiwe. Mungu atusaidie sana. Na neema ya Mungu iendelee kuwa pamoja nasi. Neema ya Mungu iendelee kutubeba. Neema ya Mungu iendelee kutustahilisha. Lakini tustahilishe tukiwa tuna huyu Yesu aliyetung'ang'ania tangu maombi ya kule Getsemani mpaka pale Golgotha msalabani. Hebu tumng'ang'anie huyu Yesu. Hata unapomwimbia Yesu, uimbe katika roho na kweli kwamba Yesu yuko huku ndani. Ninayemhubiri yuko huku ndani. Bwana Yesu asifiwe. Hata ukipita kule njiani hawasemi mwimbaji wa KKKT Bunjubi, wanakuita mwinjilisti. Ukija hapa kibao kinageuka, unamwita Ngonde ya mwinjilisti, Joni mwinjilisti, lakini huko njiani unatambuliana ni mwinjilisti kwa sababu Mungu amekupa hiyo heshima. Basi ufanyike kuwa barua inayosomeka vyema katikati ya watu, katikati ya jamii, katikati ya mataifa. Na Mungu atubariki sana. Na amani ya Mungu ipitayo akili zote iwahifadhi mioyo na nia zenu katika Kristo Yesu Bwana wetu. Amen. Kweli ni huzuni ya kifo chake Bwana Yesu alipowambwa pale mtini. Akasema moyoni, namaliza
Yesu asifiwe. Bwana apewe sifa. Mungu atubariki sisi sote. Salamu Yesu Bwanangu, wewe uzima wangu, nimekujia matoleo. Mungu mwenye neema na rehema, umetupa fadhili nyingi. Kwa hiyo tunakusihi uyapokee matoleo ya watu wako. Katika upendo wako uyatume, yalete matunda ya kiroho, ili ufalme wako uenezwe hapa na popote duniani. Kwa Yesu Kristo mwana wako na Bwana wetu. Amen. Nimrudishie Bwana Mwenyezi Mungu Baba wa rehema, umeagiza maombezi yafanyike kwa ajili ya wote. Twakuomba uliongoze kanisa lako takatifu ili lidumu na kukua katika umoja na ushuhuda wake. Ulimwenguni mote imani yetu izidi. Tunaiombea serikali yetu ya Tanzania, uipe neema, ituongoze katika mema yote. Nchi iwe na amani, nasi tuishi katika amani na kuwa na mafanikio na kubarikiwa katika kazi zetu, tusipatwe na mabaya. Tunaombea wote wenye shida mbalimbali, ugonjwa na taabu. Utujalie tufurahie utukufu wa ufalme wako mbinguni, pamoja na wote waliofariki katika Bwana. Utujalie haya Baba, kwa ajili yake Yesu Kristo mpatanishi na mwombezi wetu. Amen. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe. Ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe duniani kama yanavyotimizwa mbinguni. Utupe leo riziki yetu, utusamehe makosa yetu kama nasi tunavyosamehe waliotukosea. Usitutie majaribuni, lakini utuokoe na mwovu. Kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu na hata milele. Amen. Bwana akae hai. Tumhimidi Bwana. Yesu Kristo anasema hivi: kama vile Baba alivyonituma mimi, nami ninawapeleka ninyi. Pokeeni baraka za Mungu, ninyi nyote mnaomtumaini Mungu na kumtegemea katika maisha yenu yote. Bwana Mungu awabariki na kuwalinda. Bwana awaangazie nuru za uso wake na kuwafadhili. Bwana awainulie uso wake, awape na amani watu wa Mungu. Kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Nimekubali kufuata
Asante Mungu unayesikia na kujibu maombi yetu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunamshukuru Mungu, tumefika mwisho mwema wa ibada hii ya Ijumaa Kuu ya leo. Kwa tuna kila sababu ya kumwambia Mungu asante, ametuhudumia pia. Tunashukuru pia waimbaji wamekuwepo tangu asubuhi, kwaya kuu, kwaya ya wanawake, praise team, alafu Ebeneza kwaya na wapiga vyombo kuwepo tangu asubuhi. Mungu awabariki sana, Mungu akumbuke utumishi wenu. Mungu awabariki pia washarika wote mliopata neema ya kuwepo kwenye ibada ya leo ya Ijumaa Kuu kwa mwezi wa Aprili. Mungu awabariki na neema ya Mungu iendelee kuwabeba. Haleluya.